Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kutoka mjini Chato, Geita. Nipende kukukaribisha tena katika kipindi chetu cha siku ya leo cha neno la Mungu. Na nina kila sababu ya kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako ambaye unapata nafasi ya kutusikiliza mara kwa mara kutokea mahali ambapo upo. Na nipende kukaribisha tena katika kipindi cha leo. Uliye naye sasa hewani ni Mwalimu Thomas Mihina, mwalimu wa neno la Mungu la Biblia. Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako ambaye umeendelea kupata nafasi ya kutufuatilia kwa njia ya mtandao na umeendelea kupata nafasi ya kutusikiliza. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Na naamini kwamba kupitia mafundisho haya Mungu ameendelea kufanya vitu kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine ambao unapata nafasi ya kuwashirikisha masomo haya yanaporuka hewani mara kwa mara. Na siku ya leo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ametupa nafasi nyingine toka tulipoachana, na leo tena Mungu ametupa nafasi. Nipende tu kukwambia kwamba Mungu anatupenda na Mungu anakupenda. Kila mara, kila wakati anatuwazia mema. Na ninamshukuru Mungu maana toka tumeachana na tumepata nafasi ya nilipokuwa napata nafasi ya kusemesha mambo kadhaa ambayo Mungu amekuwa akiweka moyoni mwangu mara kwa mara, na ninaona Mungu akiendelea kusema na sisi mara kwa mara na kutusemesha. Lakini tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho anaendelea kutufunulia mara kwa mara katika yale ambayo Mungu amekusudia. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa tena nafasi nyingine ya kuwa na somo siku ya leo. Na kabla sijapata nafasi ya kukuletea somo la leo ambalo Mungu ametupa, nipende ufunike macho mahali ulipo nipate kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno la Mungu. Baba, ninakushukuru kwa ajili yangu na kwa ajili ya mtoto wako ambaye Mungu umempa nafasi ya kusikia somo hili. Mungu wangu, ninasema asante kwa ajili yake. Asante Mungu kwa ajili ya nafasi uliyotupa tena siku ya leo. Asante Mungu kwa meza ambayo umetuandalia, Bwana. Mungu, tunakushukuru kwa wingi wa fadhili zako na rehema zako, Bwana, kwa sababu ingekuwa ni kwa namna ya haki, Mungu wetu, na utakatifu, Mungu wetu, Bwana, yamkini tusingestahili. Lakini umeamua kuchungulia kwa jicho la neema yako, Bwana, ukaamua kutushushia darasa lingine, ukaamua kutushushia somo lingine, Bwana, ili ujibu maswali tulionayo katika mazingira tulionayo, Bwana, tujue namna ya kutoka na kuvuka hapo, tusikwame milele. Sifa na utukufu na heshima, Mungu, ninakurudishia wewe kwa sababu ndivyo ilivyokupendeza. Asante Mungu kwa ajili ya darasa hili. Asante Mungu kwa ajili ya nafasi uliyotupa, Bwana. Ninaomba Mungu katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, umfungue akili za watoto wako Mungu wapate kusikia na kuelewa kama ulivyofungua akili za wanafunzi wako, Bwana. Mungu wangu, ninaomba uwazibue masikio yao ya ndani kama ulivyozibua masikio ya Daudi aliposema, zabihu kutaka lakini masikio yangu kayazibua, Bwana. Masikio yangu kayazibua, Bwana. Mungu wangu, ninaomba ukazibue masikio ya watoto wako, Bwana. Maana kuna haja gani Mungu ya kusikiliza na wasisikie? Kuna haja gani Mungu ya kutega sikio na wasisikie? Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba Bwana Yesu ufungue masikio yake apate kusikia inavyopasa kusikia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakushukuru Mungu wangu kwa sababu wewe Mungu unanisikia. Nijalie nami mtumishi wako kulisema neno lako katika hekima yote na ujuzi na katika ufahamu wote wa rohoni na katika maneno mepesi kabisa, Bwana, ambayo mtoto na mkubwa kiroho Mungu ataweza kuelewa, Mungu, na kupata ujumbe ulioko ndani ya somo hili na kile ambacho Mungu nataka watoto wako wapate kupata, Bwana. Maana hakuna sababu Mungu ya kufundisha na ikiwa hakuna mtu Mungu anapata na kusikia. Ninaomba Mungu unipe hekima ya kusema katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu wetu kwa ajili ya neema yako, Bwana. Karibu, Bwana Mungu, useme pamoja nasi
katika jina la Yesu, amen. Unaweza ukasema amen mahali ulipo na kuendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi aliyotupa. Basi siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa tena meza nyingine, na kichwa cha somo ambalo tutakuwa nalo siku ya leo kinaenda kwa kichwa kinachosema Mungu anavyoitumia sadaka. Mungu anavyoitumia sadaka. Kujifunua, kushughulika na vita ya miungu kwenye malango ya malezi. Kama una daftari na kalamu, andika. Kama hauna, hakikisha unakuwa nayo pamoja na Biblia yako pembeni. Mungu anavyoitumia sadaka kujifunua, kushughulika na vita ya miungu kwenye malango ya malezi. Kwenye malango ya malezi. Mungu anavyoitumia sadaka kujifunua, kushughulika na vita ya miungu kwenye malango ya malezi. Kwenye malango ya malezi. Mungu anavyojifunua, anavyoitumia sadaka kujifunua, kushughulika na vita ya miungu kwenye malango ya malezi. Kwenye malango ya malezi. Kwenye malango ya malezi. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu huu ni mfululizo wa masomo ambayo tumeendelea kuwa nayo, yakiwa yana Mungu akitutazamisha kwenye eneo la malezi. Nakumbuka somo ambalo tulikuwa nalo kipindi kilichopita lilikuwa linasema sauti ya sadaka inayotolewa kimalezi. Sauti ya sadaka inayotolewa kimalezi. Na ndani yake nilipata nafasi angalau ya kukusemesha sauti ambazo zinaachiliwa au zimebebwa ndani ya sadaka ambayo inatolewa kwa ajili ya malezi. Inatolewa kimalezi. Na nilikusemesha mambo kadha kule ndani. Na miongoni mwa vitu ambavyo Mungu alitupa kuweka msisitizo ndani ya lile somo ni juu ya kile sadaka inasema mbele za Mungu. Na nilikusemesha kwa habari ya kibali, namna ambavyo sadaka inapoachiliwa inaachilia na sauti ya kibali, ili yule ambaye amebeba kusudi la Mungu aachilie kibali. Lakini sio tu Mungu kwamba aachilie kibali, lakini kile mbinguni wajue kwamba na sisi huku duniani tumepokea kile ile kusudi la yule mtoto ambao amekuja nalo, ile kusudi la yule mtu ambao amekuja nalo. Na nilikwambia kwamba unajua lazima uelewe kitu gani ambacho kimetokea baada ya mwanadamu kutenda dhambi. Kwa sababu toka baada ya mwanadamu kutenda dhambi kuna kitu kilikatika ambacho sio watu wengi sana tunajua, na unaweza ukafikiri labda Mungu tu kwa kweli anaamua tu kutunyamazia. Sio kwamba ametunyamazia, lakini tulipoamua kufanya dhambi kuna kitu kilikatika. Na kitu kimoja hapo ambacho kilikatika, maana yake kilitenganisha mbingu au ufalme wa mbinguni na duniani, kiasi cha kwamba mazingira yoyote ambayo tunahitaji msaada au mazingira yoyote yale tunayohitaji kushirikiana na mbinguni, ni lazima iwe kwa njia ya maombi. Ni lazima iwe ni kwa utayari wetu, kwa sisi kuomba kwa Mungu. Na kwa sababu hiyo unaona hata Mungu anapoamua kutuletea, anapoleta mtoto ambaye amembesha kusudi lake ndani, anapoweka kusudi lake ndani, anapoleta huku duniani, ni lazima tukubali, tupokee. Na njia mojawapo ambao tunaonyesha kwamba tumempokea unapoachilia sadaka. Watu wengine anaweza akatoa kama sadaka ya shukrani, mwingine anaweza akatoa kama sadaka, lakini unapoachilia sadaka, kitu kimojawapo ambayo lazima iende, sauti mojawapo ambayo lazima iende nayo mbele za Mungu ile sadaka, ni kusema ya kwamba tumepokea hiki ambacho umetuletea huku duniani. Na mbinguni wakishajua kwamba mmepokea, mbinguni kule wanaitika na wenyewe. Maana yake nini? Wanadhibitisha na kudhihirisha kibali kwamba na huku mbinguni amekubalika huyu, na sisi tumemkubali. Maana yake ni kwamba na wao wanaachilia kibali cha kujulisha duniani kwamba na sisi huku tumekubali. Kama niye huku mlivyokubali, na sisi huku pia tumekubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya.
Kwa ni moja ya maeneo ambayo nilikusemesha unaweza ukapata nafasi ya kutembelea kwenye channel ya kwetu na ukapata nafasi angalau ya kupitia lile somo. Limebeba msaada mkubwa sana, sio kwa ajili yako tu, lakini pia kwa ajili ya wengine. Unapoamua kuwashirikisha, linabeba msaada mkubwa sana, kwa sababu sio watu wengi sana wanajua ni kwa nini watoto wengine wanapata kibali cha kupata msaada, wengine wanakosa kibali. Na nilikwambia kwamba kwa sababu unajua kuna eneo la malezi ni utumishi wa Mungu na lazima ufanye kazi na kibali. Ni sawasawa unapoenda mtaani unakuta mtoto mwingine, mtaani kuna watoto wengi, aidha hawajapata malezi, hawajapata watu wa kulea. Wengine wanalelewa, wanapata watu wa kulea, wengine wanakosa. Sasa unaweza kufikiri ni kitu cha kawaida tu, lakini lazima kuna connection na kibali. Kuna connection na kibali. Sasa usifikiri pia kwenye eneo la malezi mtoto wako au mtoto mwingine anaweza akapata msaada tu kirahisi wa kimalezi. Lazima yaje na kibali, lazima uje na kibali. Mbinguni wanapoachilia kibali, maana yake kile kibali kinafanya kazi kubwa sana. Kazi mojawapo maana yake ni kumdhibitisha au kudhibitisha kile kilichobebwa ndani ya mtoto, kwa namna ambavyo hata miungu na nguvu za giza zinavyotafuta kufunga chochote kile zisiweze. Maana yake ule udhibitisho wa kibali unakuwa mkubwa wa kimamlaka ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na sina namna ya kukurudisha kule, lakini nilikuwa jaribu kukuwekea utangulizi wa kukuweka mahali pazuri, ili tunapoendelea hapa kuna vitu kadhaa ambavyo unaweza kupata nafasi ya kuunganisha. Na kama nilivyotangulia kukuambia kwamba somo letu linaenda kwa kichwa kinaposema Mungu anavyoitumia sadaka kujifunua, kushughulika na vita ya miungu kwenye malango ya malezi. Kwenye malango ya malezi. Leo tutapita kwenye maeneo kadhaa ambayo tutakuwa na nafasi ya kupita kwenye malengo ya somo. Tutakuwa na malengo mengi kidogo, kwa hiyo leo tutatazama tu malengo. Roho Mtakatifu alinisemesha kwamba tutazame malengo tu leo. Leo tutazame malengo. Na haya malengo yanaitwa malengo msingi. Malengo msingi ya somo letu. Malengo msingi ya somo letu ni malengo, lakini yanakuwekea msingi wa somo letu ambalo tutakuwa nalo. Halitakuwa kwa kipindi hichi, tutakuwa na vipindi vya mfululizo vya somo hili. Ni pana kweli, na tungetamani kwamba angalau kwa kadri Roho Mtakatifu anavyotupanulia tuendelee kwenda katika upana huo. Kwa tutapita kwenye malengo kadhaa kama malengo 6 hivi ya somo letu ambalo tutakuwa nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na somo letu tutasimamia kile kitabu cha Mathayo sura ya 2, ule mstari wa 1. Unaweza ukapata nafasi ya kusoma sura yote. Ile mstari wa 1 hadi 23 na mstari 23 tu. Unaweza ukapata nafasi ya kusoma, lakini kwa mujibu wa somo letu tutapita kwenye mistari kadhaa kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyotusaidia. Na katika masomo ili tuna malengo 6 makubwa. Kama nilivyotangulia kukuambia, malengo kazi yake mojawapo ni kutupa vituo au mahali au kinachotakiwa kufikiwa, tunachotakiwa kuachieve tunapoendelea kupita katika somo hili. Maana yake kuna vitu ambavyo vinatakiwa kujibiwa katika somo hili ambavyo vimepewa jina la malengo. Kwa malengo yamebeba vitu ambavyo vinatakiwa kujibiwa na somo, vitu ambavyo vinatakiwa upate unapopata nafasi ya kusikiliza hili somo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lengo la kwanza ambalo tutatembea nalo katika somo hili, lengo la kwanza unaweza ukaandika mahali uliko: kuyatambua malango ya kiroho kimalezi. Kuyatambua malango ya kiroho kimalezi. Kuyatambua malango ya kiroho kimalezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbuka ndani ya somo hili tunatazama juu ya Mungu anavyotumia sadaka kujifunua, kushughulika na vita ya miungu kwenye malango ya malezi. Kwa sababu ziko vita za miungu ambazo zinapigana kwenye malango. Sasa ngoja nikusemeshe tafsiri mojawapo ya vitu ambavyo nimekusemesha hapa. Maana inawezekana kwa wengi malango linaweza likawa msamiati.
Lakini tunapoongelea malango au neno lango, maana yake ni eneo katika ulimwengu wa roho ambalo linaunganisha kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Lango ni eneo linalounganisha katika ulimwengu wa roho kwanza, linalounganisha ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho kiroho. Hilo ndo tafsiri mojawapo ya neno lango. Kwa hiyo kama vile ambavyo na sisi huku tuna milango na malango na lango, lakini ile ni neno pia la kiroho, kwamba kuna maeneo katika ulimwengu wa kiroho ambayo yanatumika kuunganisha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo yanaweza likawa lango moja au yakawa malango mengi. Sasa tunaposema kwa habari ya malango ya malezi, maana yake ni lango zaidi ya moja. Maana yake yako malango tofauti tofauti ambayo yanahusika kwenye eneo la malezi, na ni malango ya kiroho. Na ni malango ya kiroho, sio malango ya kimwili. Kwanza ni malango ya kiroho, japo mahali pengine yanaweza kuonekana ya kimwili, lakini nataka nikujulishe kwamba ni ya kiroho kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lengo la kwanza ni kukupa kuyatambua malango ya kiroho kimalezi. Kukupa kuyatambua malango ya kiroho kimalezi. Hili ndo lengo la kwanza la somo letu ambalo tutaendelea nalo, kukupa kuyatambua malango ya kiroho kimalezi. Kukupa kuyatambua malango ya kiroho kimalezi. Ngoja tusome kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 2, ule mstari wa kwanza. Nitasoma mpaka ule mstari wa 3. Anasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tumeliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni jambo ambalo nataka uone hapa. Nataka uone wale mamajusi walivyokuja Yerusalemu. Mamajusi walivyokuja Yerusalemu, eneo la kwanza ambalo walipitia, au eneo la kwanza ambalo walipita, waliamua kwenda kwa mfalme Herode. Waliamua kwenda kwa mfalme Herode. Na walipofika, kule, waliamua kuuliza, na walipouliza yuko wapi mfalme aliyezaliwa, walipewa jibu. Na Herode akaamua kuuliza. Akasikia habari kwamba kuna watu wanatafuta habari ya mtoto amezaliwa wapi ambaye ni mfalme. Naye akaamua kwenda kuuliza kwa Wayahudi wakati ule na viongozi wa kanisa wakati ule, na maana kwenye maandiko lazima imeandikwa mahali, na akapata habari. Na ukisoma ule mstari wa 7, Biblia inasema, kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota, na Biblia inasema akawapeleka Yerusalemu. Sasa kuna jambo hapa nataka uone. Lengo ambalo tunalitazama ni kukusaidia kuyatambua malango ya kiroho kimalezi. Yesu alikuwa amezaliwa Bethlehem ya Uyahudi, na majusi walipoenda, walienda kukutana na kutafuta kuonana, kwenda kumwona Yesu alipozaliwa. Sasa kitu ambacho nataka uone hapa kwenye mstari ni kitu cha ajabu sana. Wale watu walipoamua kwenda
kuuliza kwa Herode. Kitu ambacho nataka uone hapa ni kwamba kitu gani kiliwasaidia kutambua, kwa sababu wale mamajusi sio kwamba walikosea kupita kule na kuuliza, wakaenda hadi kwa Herode kuuliza kupata zile habari, lakini zile ilikuwa ni sheria au waliamua walifuata. Ilikuwa ni kitu ambacho ni sheria katika ulimwengu wa roho. Ni waliamua kufuata sheria zilizoko katika za kiroho za kimalango, kwa sababu lilikuwa ni lango na ndiye aliyesimama langoni. Kwa nini? Kwa sababu hawakupita tu kwa Herode kama kupita, lakini lilikuwa ni lango na yeye alikuwa ni lango, amesimama pale. Kwa hiyo kitu ambacho mamajusi hawakujua ni kwamba, nachotaka uone pale kwenye ile lengo tunapolitazama, wakati mamajusi wanaenda kumwona Herode, wanapita pale kuuliza, wao walikuwa wanafikiri ni kupita tu. Na watu wengi unajua wanaweza kufikiri mamajusi walikosea sana kwenda kwa Herode, asingelete ile shida yote ya watoto wote kuuawa ile, no. Lakini ile ilikuwa ni lango, walikuwa sio rahisi sana kupita. Kwa hiyo ikabidi wapite pale. Lakini shida yao ni moja tu. Mamajusi hawakutambua lango. Kwa sababu laiti wangejua, wangetafuta hekima ya kimungu ya namna ambavyo wangetakiwa kupita. Kwa sababu kuna kitu ambacho walikutana nacho langoni ambacho hakijakaa sawa. Kwa sababu Yerusalem, ile Bethlehem, ni lango. Yerusalem ni lango. Kwa hiyo wale walipofika langoni, kuna kitu ambacho hawakujua. Kwa nini? Hawakutambua kwamba lile lilikuwa ni lango, na sio tu lango la kawaida, lakini lilikuwa ni lango la kiroho pia, ambalo lilikuwa lina uhusiano na eneo la malezi ya Yesu Kristo. Lilikuwa lina uhusiano na eneo la malezi ya Yesu Kristo. Nataka uone hichi kitu, kwa sababu moja ya kitu ambacho hawakujua mamajusi ni kwamba walishindwa kutambua lile lango. Walishindwa kutambua kwamba lile ni lango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hicho ni kitu cha muhimu sana, ndo kitu ambacho tutaendelea kutazama, kitu ambacho tunataka upate tunapokuwa tunaendelea na hili somo, uweze kukusaidia kutambua malango ya kiroho kimalezi. Gharama ambayo waliingia mamajusi na waliosababisha wale watoto wengine waliouawa ni kwa sababu hawakutambua kuwa lile ni lango. Hawakujua. Na sio tu hawakujua kuwa ni lango, hawakujua ni lango la aina gani, na kuna roho ipi, na kuna kitu gani langoni. Kwa hiyo ile kutambua ingewapa kitu kizuri sana cha kuwasaidia. Tutaendelea kusema kadri tutakapo, lakini nataka uone kama lengo letu tunaposoma kwenye hili somo, nataka upate kujua na kuweza kutambua malango ya kiroho kimalezi, au malango ya kiroho yanayogusa eneo la malezi, au yanayohusika au yanayopitisha kitu cha kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu mamajusi walikuwa wamebeba kitu kwa ajili ya msaada wa malezi ya Yesu Kristo. Alafu angalia mlango waliotumia kupitia. Hawakutambua, na hawakutambua lile lango la namna gani. Hawakutambua kitu gani kiko langoni. Walipita. Na kule kutambua kuliwagharimu pakubwa sana. Wao hawakujua kitu gani kiko langoni. Hawakujua ni lango la aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndo lengo la kwanza ambalo tutalitazama, na nataka tu nikupe angalau upate picha ya kile ambacho Mungu anataka uone kwenye haya malengo ambayo tutakuwa nayo. Kwa sababu tutakuwa tunazama ndani sana kuangalia vitu vitakavyokusaidia uwe na macho ya kiroho
ya kuweza kuyatambua malango na kuyajua ya kimalezi, ya kuyatambua na kuyajua ya kimalezi, kwa sababu usipoyajua yana gharama kubwa sana, yana gharama kubwa sana, yana gharama kubwa sana, na yanaweza akatumika kuzuia vitu vya kimalezi ambavyo unaweza usijue ni kwa nini vimezuiwa. Wewe fikiria, Herode angeamua kuwa block mamajusi, ingekuwaje? Angeamua kuwa block mamajusi, ingekuwaje? Isingekuwa kitu kizuri sana na kitu chepesi sana kwao, hususan kwa Mariam na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu cha muhimu sana hichi uweze kuelewa. Ndio maana lengo letu la kwanza kwenye hili somo, Mungu anachotaka tupate ni kukusaidia uweze kuyatambua malango ya kiroho. Kwa sababu kama wangeyajua mamajusi, wangetambua haya malango na lile lango, kwamba hili ni lango la kimalezi, ni lango, wangejua kitu cha kufanya na hekima ya kupita kwenye lile lango, hekima ya kupita kwenye lango. Isingewagharimu wale watoto wote waliouawa wa kiume, isingewagharimu kitu cha namna ile, na wao wangevuka, japo na wao pia wangetimiza kile ambacho Mungu amewaagiza, lakini pia na wale wengine watoto wangevuka, wasingepita kwenye hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe lengo la pili, tunapoendelea kutazama malengo ambayo tunayo kwenye somo letu. Lengo la pili ni kukupa kujua muunganiko wa sadaka na malango ya kiroho kimalezi. Kukupa kujua muunganiko wa sadaka na malango ya kiroho kimalezi. Muunganiko wa sadaka na malango ya kiroho kimalezi. Jambo ambalo katika lengo hili tunahitaji kutazama na tunahitaji upate tunapotazama hili somo, na tutakapoendelea kutazama hili somo, iweze kukusaidia kuona muunganiko uliopo kati ya sadaka na malango ya kiroho kimalezi, muunganiko wake uliopo, kwa sababu unatakiwa kujua kwamba sadaka ni mlango wa kiroho pia, na malezi pia yana malango ya kiroho pia, au kuna malango ya kiroho pia ya kimalezi, na sadaka pia ni mlango au ni lango pia. Na kwa hiyo lazima uelewe muunganiko wake, ni lazima uelewe muunganiko wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni muhimu sana ichi uweze kuelewa. Ndio maana ndani ya hili somo tutaenda kusemesha kwa habari ya vitu vitakavyokusaidia kuona muunganiko, kuweza kujua muunganiko uliopo kati ya sadaka na malango ya kiroho kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu sadaka ni lango la kupokea msaada wa kimalezi, na kuna namna sadaka na lango la kimalezi vinaunganika kwa lengo la muunganisha mtu au moyo wa mtu kwenye kile ambacho kinatakiwa kupitishwa kwenye hilo eneo. Kwa hiyo ni muunganiko ambao ni lazima ujifunze, lazima tutazame tunapoendelea kwenye hili somo. Lengo ni ili uweze kukusaidia ili kuelewa baadhi ya vitu na maeneo na vitu ambavyo vinatokea kwako unapoamua kutekeleza jukumu hili na kumpa Mungu nafasi kwa njia ya sadaka, au Mungu anapoamua kuitumia sadaka kujifunua kwenye eneo la vita za kiroho za kimungu. Kwa sababu unajua, usipoelewa huu muunganiko, mara nyingi sana uweze kuelewa kwa nini Mungu anakuambia achilia hii sadaka hapa au toa hii sadaka hapa, na unaweza usielewe muunganiko ulioko kwenye hilo lango ambalo Mungu anakuambia achilia sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini lengo la tatu katika hili somo, lengo la tatu ambalo tutakuwa nalo katika hili somo, ngoja nikutazamishe kwenye hiyo Mathayo sura ya 2 kuhusu muunganiko wa sadaka na malango ya kiroho ya kimalezi. Ukisoma Mathayo 2 mstari wa 11, anasema wakaingia nyumbani
wakamwona mtoto pamoja na Mariam mamaye, wakaanguka wakasujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Ukisoma ile mstari unaweza ukafikiri ni mistari ya kawaida, lakini nataka uone juu ya muunganiko ulioko juu ya sadaka na malango ya kimalezi. Unaona, wale ndugu walipotoka kule wakakutana na Herode, walibeba sadaka zao wakaja nazo moja kwa moja mpaka Bethlehem. Wangeweza wakafika pale kwa Herode na kwenye ofisi yake wakasema, jamani, sisi tumekuja kumwona mtoto, lakini tunaona hatuna haja ya kwenda kule kwa Mariam na Yusufu kwenda kuwaona. Sasa tumeamua hizi sadaka tuachie hapa, mtatusaidia kuwapelekea kule, acha sisi tuwahi turudi, maana tumetoka mbali sana. Lakini unaona wanaamua kwenda tuonyesheni mahali walipo. Wakafuata ile nyota mpaka wakafika pale, wakatoa sadaka zao. Kwa nini? Mungu anachotaka uone pale ni muunganiko uliopo kati ya sadaka na malango ya kiroho ya kimalezi. Kwa nini? Kwa sababu lile eneo ni mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na Mungu alikuwa anataka kitu ambacho anataka kukuonyesha pale ni juu ya muunganiko uliopo kati ya ile sadaka aliyotoa na malango ya kiroho ya kimalezi. Kuna connection ilikuwa inatengenezwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hapa. Ndio maana unaona walitoa uvumba na manemane na dhahabu. Nilikusemesha juu ya tafsiri za zile sadaka zilizotolewa kwenye somo letu, kama si la 3 au la 2, lakini nilikusemesha. Na unaona kila sadaka ina kazi yake, na unaona zile sadaka inatengeneza muunganiko wa ajabu sana. Ile moja ilikuwa imetolewa uvumba na manemane. Maana yake nilikwambia ile manemane ni manukato, na manukato ilikuwa inawakilisha maombi au ni ishara ya maombi. Uvumba ni sadaka inayochanganywa kwenye maombi. Na nilikusemesha kwamba muunganiko wake kiroho umekaje, kwa sababu kulikuwa kuna muunganiko ambao ulikuwa unawezesha ile uvumba na manemane aliyokuwa anatolewa, ilikuwa ni inatengeneza muunganiko wa kiroho na sadaka zilizotolewa na malango ya kimalezi, ili mtoto apate msaada wa kimaombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kwenye malango ya kiroho au kwenye lango la kiroho la kimalezi kuna msaada unaotakiwa kupita wa kimalezi. Kuna kitu kinatakiwa kupita kwa ajili ya malezi, na kwa hiyo kuna muunganiko wake na sadaka. Na kwa sababu hiyo alipokuwa wanatoa uvumba na manemane, ilikuwa inatengeneza muunganiko na malango ya kimalezi ya kiroho, ili kwamba pawepo na muunganiko ambao utaruhusu kupokea msaada wa kimaombi, hii nyingine kupokea msaada wa kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hii pointi. Tutaendelea kuisema kule mbele kadri Roho Mtakatifu atakavyotusaidia, lakini niko tu hapa kukusemesha malengo tunahitaji kufikia tunapoendelea kuzama ndani kwenye hili somo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja tutazame jambo la 3, lengo la 3. Najua tutaelezea na pale mbele baadaye, Mungu akitupa neema. Kesho tutaendelea kukuwekea katika upana wake. Jambo la 3 au lengo la 3 ni ujue muunganiko wa sadaka na moyo wako. Ujue muunganiko wa sadaka na moyo wako kama lango la kiroho. Ujue muunganiko wa sadaka na moyo wako kama lango la kiroho. Ujue muunganiko wa sadaka na moyo wako kama lango la kiroho. Hili ni lengo la 3. Ujue muunganiko wa sadaka na moyo wako kama lango la kiroho. Ngoja tutazame kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 2 ule mstari wa 11. Nasema, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariam mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu,
na uvumba na manemane na manemane. Kumbuka kitu, lengo ambalo tunataka tutazame hapa ni ili ujue muunganiko wa sadaka na moyo wako kama lango la kiroho. Moyo wako ni lango la kiroho. Moyo wako ni lango la kiroho. Na unapoamua kuachilia sadaka au unapotoa sadaka, kuna muunganiko ambao unatengenezwa kupitia utoaji huo wa sadaka. Utoaji huo wa sadaka. Ukisoma kitabu cha Mathayo ile sura 6 mstari wa 21, anasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo itakapokuwapo na moyo wako. Anajaribu kutuunganisha kitu gani? Anajaribu kutuonyesha juu ya muunganiko wa hazina au sadaka na moyo wa mtu anayetoa sadaka. Anasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Maana yake ni kwamba mahali unapopeleka sadaka inaenda na moyo wako, au ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Sasa anaposema lile neno na moyo wako utakapokuwepo, hasemi na sadaka yako itakapokuwepo. Asema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakuwepo. Kwa hiyo mahali sadaka inapoenda na moyo wako unaenda pale. Umenipata sasa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiangalia mamajusi walipochukua hazina zao, wakaenda moja kwa moja mpaka kina Mariam na Yusufu, wakapeleka hazina zao pale. Hazina zao pale. Ni muhimu sana uweze kuelewa hapa. Walipokuwa wanapeleka hazina zao pale, walikuwa wanapeleka na mioyo yao ilikuwa inaenda pale. Tunaenda sasa. Na mioyo yao ilikuwa inaenda kama lango. Kwa hiyo walipopeleka hazina pale, na mioyo yao ikaenda pale pale hazina zao zilipoenda. Tunaenda sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Sasa kitu nachotaka uone hapa ni kwamba kulikuwa kuna muunganiko wa sadaka walizotoa pale na mioyo yao iliyoenda pale. Na moyo unapoenda kama lango, maana yake unakuwa lango la kiroho kwenye eneo ambalo sadaka imetolewa. Nataka udake hapa. Nataka uelewe hii. Mahali ambapo sadaka imeenda, Biblia inasema ndipo na moyo wako utakapokuweko. Sasa nisikilize. Kulingana na lengo letu, mahali ambapo sadaka inaenda na moyo wako unaenda, hapo unakuwa kama lango la mahali hapo. Umenipata sasa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo wako ni lango. Kwa hiyo kama hazina yako itakapoenda na moyo wako unaenda, maana yake hazina yapo iliko ndipo na moyo wako kama lango, au na hilo lango litakapokuwepo. Kwa hiyo unapopeleka sadaka mahali, unaweka na mlango au unafungua mlango kupitia moyo wako, au moyo wako unaenda pale kama lango. Moyo wako unaenda pale kama lango. Moyo wako unaenda pale kama lango. Sasa ninachotaka uone, nataka upate picha. Walipokuwa wanaenda mamajusi, walipokuwa wanapeleka sadaka mamajusi, walikuwa wanapeleka mlango. Jesus. Nasema hivi, mamajusi walipokuwa wanapeleka sadaka kwa Mariam na Yusufu, walikuwa wanapeleka sadaka, lakini kwa sababu mahali sadaka yao ilipoenda na moyo wao ulipoenda, na kwa sababu moyo wao ni lango la kiroho, walipokuwa wanapeleka sadaka kwa Mariam na Yusufu, walikuwa wanapeleka na lango. Nataka uelewe kitu itakusaidia. Walikuwa wanapeleka na lango. Kwa hiyo ile sadaka ilipoenda, ilienda na mlango. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najaribu tu kukusemesha malengo. Tutazama ndani sana kesho, lakini najaribu tu kukusemesha haya malengo angalau upate picha ya kile ambacho Mungu anataka upate kwenye hili somo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Haleluya.
Nataka uelewe hichi kitu. Kwa hiyo walipeleka mlango. Tutaendelea kusema baadaye kazi ya ule mlango na nini na kazi yake, lakini walipopeleka lile lango, au moyo wao ulipoenda pale kama lango, ulikuwa pia ni lango la kiroho kimalezi. Ilikuwa ni lango la kiroho kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ngoja tuseme hapa jambo la 4. Tuseme jambo la 4, lengo la 4. Lengo la 4 ni kukujulisha umuhimu wa kuunganisha imani yako na nguvu za Mungu unapotoa sadaka. Tunaposoma somo hili, lengo mojawapo ni kukujulisha umuhimu wa kuunganisha imani yako na nguvu za Mungu unapotoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuunganisha, umuhimu wa kuunganisha, kukujulisha umuhimu. Tunaposoma hili, ndani hili somo pia tutakujulisha umuhimu wa kuunganisha imani yako na nguvu za Mungu unapotoa sadaka. Unapotoa sadaka, kuna imani ambayo unaitumia kutoa sadaka, na ile imani unaitumia kutoa sadaka, mahali unapotoa sadaka, ni muhimu sana kuunganisha na nguvu za Mungu na imani katika nguvu za Mungu. Uweke imani katika nguvu za Mungu unapotoa sadaka. Maana yake unapotoa sadaka uwe na imani pia juu ya kudhihirika kwa nguvu za Mungu, au Mungu kujifunua, au uweza wa Mungu kudhihirika mahali ambapo unatoa sadaka. Na kuna umuhimu wake, na ndani ya hili somo tutakusemesha juu ya umuhimu wa kuwa na hiyo imani wakati unatoa sadaka, imani ya kudhihirika kwa nguvu za Mungu mahali unapotoa sadaka, na umuhimu na Mungu unapoachilia ile sadaka. Kuna namna Mungu anatakiwa kujidhihirisha na nguvu zake zinatakiwa kuonekana, ili kukujulisha kwamba yuko pamoja na wewe. Kwa sababu swala sio tu unatoa sadaka. Unapotoa sadaka kwenye mazingira kama ya somo hili ambayo nimekuambia juu ya vita za miungu, unajua ni muhimu sana itolewe kwa namna ambavyo Mungu atajidhihirisha, nguvu zake zitaonekana. La si hivyo, wewe inaweza ikakuweka kwenye mahali pagumu sana. Sio rahisi sana ukajua Mungu yuko pamoja na mimi au yuko pamoja na mimi. Usikutana na mazingira ambayo umezaa mtoto, alafu ghafla ndugu anainuka, au mume wako au mke wako anainuka, anasema hapana, huyu mtoto hatutampeleka kanisani, acha tumpeleke kwanza kwa babu yake, akamuone, akamwekee, akamfanyie na dawa, akafanyie na mila. Alafu wewe moyoni mwako, ndani ya moyo wako, unataka huyu mtoto umkabidhi kwa Mungu aliye hai tunayemwabudu katika Kristo Yesu. Na kwenye familia kunakuwa kuna mvutano mkali, na katikati yale mazingira sio rahisi sana. Na kwa hiyo unajikuta uko pale kama uko peke yako hivi. Unapoamua kuachilia hii sadaka, lazima uweke imani yako kwenye nguvu za Mungu zinazotakiwa kudhihirika. Kwa nini? Ili Mungu ajidhihirishe peke yake. Na yule ambaye anabishana na wewe, au mume wako au nani anabishana na wewe juu ya hatima ya mtoto na aina ya malezi, mahali ambapo mtoto anatakiwa kukabidhiwa, lango lipi anatakiwa kukabidhiwe, Mungu apate kujifunua mwenyewe, ajidhihirishe mwenyewe, ajionyeshe mwenyewe, na kwa namna ambavyo hadi yule ambaye anakubishia, yule ambaye mnabishana naye, apate kumuona Mungu, apate kuona Mungu akijifunua, kwa namna ambavyo Mungu atajulisha kwamba yuko upande wako, hayuko upande wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unajua unaweza usiona umuhimu wa kuunganisha hii imani yako, kuunganisha na udhihirisho wa nguvu za Mungu wakati unatoa sadaka. Unaweza usielewe umuhimu wake kama hujakutana na ubishi wa namna hii. Kuna vitu vingi sana, kwa sababu unaweza kukuta Mungu kamsemesha mama kitu cha Mungu, kitu cha kufanya, anakuja anamwambia baba anabisha. Sasa sio lazima sana, haina haja ya kuendelea kwenye mabishano. Unapoachilia sadaka, kuna namna ambavyo Mungu anatakiwa kujifunua na kujidhihirisha, kwa namna ambavyo kuonyesha kwamba yuko upande wako, anasimama pamoja na wewe, anasimama upande wako kwenye hicho ambacho umekisema. Mungu anathibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndio maana unaona pale wakati Farao Herode anaamua kwenda kuua wale watoto wote, amewaza, Mungu akamtokea Yusufu akamwambia, mchukue mtoto
nenda naye, maana Herode anatafuta kumuua mtoto. Sasa fikiria kama Mungu asingesema, ingekuwaje? Jibu la haraka haraka ambalo ungepata ni kwamba Mungu hayuko pamoja na sisi. Mungu hayuko upande wetu. Kwa nini? Okay, kama Mungu asipojifunua katika mazingira kama hayo ambayo Herode anatafuta kumuua mtoto, tafsiri ya haraka haraka utakayopata, sio rahisi sana ukafikiri kama Mungu yuko pamoja na wewe, kwa sababu hajakusaidia, hajajifunua, hajajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndani ya hili somo, lengo mojawapo ambalo la hili somo ni kukuonyesha umuhimu wa kuunganisha imani. Tutaendelea kuzama ndani kadri Roho Mtakatifu atakavyosaidia. Lengo la 5 la hili somo, lengo la 5 ni kukusaidia kutofautisha msaada wa malezi kimalango. Kukusaidia kutofautisha msaada wa malezi kimalango. Kukusaidia kutofautisha msaada wa malezi kimalango. Thank you Jesus. Kukusaidia kutofautisha msaada wa malezi kimalango. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 2 mstari wa 1, Biblia inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Kumbuka, ndani ya hili lengo ni kukusaidia uweze kutofautisha msaada wa malezi kimalango. Ukisoma habari hii mpaka mwisho, unaona Herode mpaka ule mstari wa 7, Herode anasema, akisha Herode akawaita wale wa mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota, akawapeleka Bethlehem, akasema, shika njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteni habari, ili mimi nami niende nikamsujudie. Herode sifikiri kama alishawahi kuwa mzuri namna hiyo. Yaani aliamua kabisa kuwachukua mamajusi akawasindikiza. Hakuwapa wafanyakazi wake, akaamua kuwasindikiza. Ushai kufikiria? Ushtuki tu kwamba ukasikia shetani anakusindikiza. Yaani umeamua kukutana naye sasa, alafu ukamuuliza njia ya kwenda labda airport ni wapi, alafu anaamua kabisa, au njia ya kwenda kanisani wapi, alafu shetani anakushika kabisa mkono, anaamua kukusindikiza. Lazima ushtuke. Lazima ushtuke, kwa sababu hajaikuwa mzuri hivyo. Herode aliamua kuwasindikiza. Ninachotaka ni kuonyesha ule ulikuwa ni msaada wa kimalezi. Kwa nini? Kwa sababu mamajusi wakati wanaenda kumuona Yesu, kuona Yesu alipozaliwa, walikuwa wamebeba sadaka zao, na kwa hiyo Herode akaamua kutoa msaada kwa ajili ya malezi ya Yesu. Msaada gani? Kuelekeza waliobeba msaada kwa ajili ya Yesu aliyezaliwa mahali ambapo Yesu yupo, anatakiwa kupata msaada. Na unaona alitumika pale, alitumika kusaidia. Sasa kitu ambacho nataka nikusaidie pale ni uweze kutofautisha, kwa sababu msaada wa Herode kwa nje ulionekana msaada, lakini ulikuwa ni mkakati wa kivita dhidi ya Yesu aliyezaliwa. Kwa nini? Ukiutazama ule msaada Herode aliyokuwa anatoa kwa Yesu, kuwasindikiza mamajusi Yesu alipo, ukiutazama vizuri kimalango, utajua kabisa ukuwa msaada wa kawaida. Kwa nini? Wale mamajusi waliuona ni msaada wa kawaida kwa sababu waliutazama kinje, lakini ukiutazama kimalango utakuja kugundua kabisa haukuwa msaada wa kawaida, ulikuwa ni mkakati wa kivita. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwa nini? Ukitazama kimalango utajua kabisa roho ipi iko langoni, na hili ni lango la namna gani, linatumika na roho ipi. Herode hakuwa anatumika na Mungu, alikuwa anatumika na miungu. Kwa hiyo utajua kabisa hili lango ni la namna gani. Kwa ule msaada kulikuwa hawataki kuutazama kwa nje. Unapoutazama ule msaada kimalango, inakusaidia kutofautisha aina za misaada, ujue huu ni wa Mungu na usio wa kimungu. Kwa sababu ukiutazama msaada kama msaada,
ni msaada tu mzuri, hauna shida. Lakini ukiutazama kimalango utakuja kugundua kabisa huu sio msaada wa kimungu. Huu ni msaada ambao una lengo lingine, ni msaada wa kivita wa kukwamisha mahali ambapo unatakiwa kukwama. Ni sawasawa na mtu ambaye yuko vitani, alafu una kiu, alafu adui yako anaamua kukusaidia maji ya kunywa. Lazima ushtuke. Kinachokushtua ni nini? Sio msaada. Kinachokushtua ni nini? Ni anayekusaidia, lango linalokusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuseme lengo la sita, na itakusaidia sana. Hata wewe mwenyewe utajua kutofautisha kimalango, kwa sababu sio kila lango unaweza ukaenda kwenye shule unasema nampeleka mtoto wangu shule. Shule ni lango. Sasa wewe ukienda pale unaweza ukaona tu ni kitu cha nje cha elimu, wanasaidia elimu, lakini kumbe nyuma yake ukitazama lile shule kilango, utakuja kugundua kwamba wakati mwingine kuna lango la nguvu za giza liko pale, kuna lango la shetani liko pale, na linatumika kwa ajili ya kupitisha vitu. Kwa nje inaonekana ni kama msaada, lakini kwa ndani haijakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ni kama vile mashirika au vitu vinavyoletwa vya msaada. Sisemi kwamba vyote ni vibaya, lakini kuna vile ambavyo vinaletwa kama msaada kwa nje, lakini kwa ndani ni lango la ulimwengu wa giza. Linapitisha vitu vibaya kuja kwa watoto, linapitisha vitu vibaya kuja kwa watu, kuvuruga kusudi la Mungu ambalo amekusudia. Linapitia eneo gani? Linapitia kwenye eneo la msaada. Ndio maana nakusemesha ndani ya hili somo kukusaidia kutofautisha misaada kimalango. Kutofautisha misaada kimalango. Ukijua namna ya kutofautisha misaada ya kimalezi kimalango, itakuweka mahali pazuri sana. Hutapokea kila msaada, hutaitikia kila msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la sita, lengo la sita la somo hili ni kukusaidia kutofautisha aina za roho. Unazo aina, kukusaidia kutofautisha aina za roho unazoshirikiana nazo au zinazokusaidia kwenye malezi. Lengo la somo hili la sita ni kukusaidia kutofautisha aina za roho unazoshirikiana nazo au zinazokusaidia kwenye malezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapotazama somo hili, ni lengo mojawapo ni kukusaidia uweze kutofautisha aina za roho unazoshirikiana nazo au zinazokusaidia kwenye eneo la malezi. Ziko aina tofauti tofauti, na unaweza usijue sana. Ukitazama vizuri kwenye kile kitabu cha Mathayo, tena ile sura ya 2, utaona mamajusi na kina Mariam walikuwa wajuani. Hakuna mahali kwenye Biblia tulisema labda mamajusi walikuwa ni mjomba wa Mariam au mjomba wa Yusufu. No, ni watu ambao wametoka mbali, hawajuani. Hata basi wangekuwa Wayahudi, sio Wayahudi, lakini walitoka mbali. Sasa fikiria, ndo wamekuja watu wa namna ile kumuona mtoto. Unauliza mmetoka wapi? Anasema tumetoka nchi ya mbali, ila tumeongozwa na nyota. Unawaaminije? Unawaaminije kwamba wameongozwa na nyota kweli, kwamba ni watu wazuri? Unawaaminije? Kwa sababu wale watu walikuja kwa ajili ya kushiriki kwenye eneo la malezi, na walitakiwa washirikiane na kina Mariam na Yusufu kwa ajili ya malezi ya Yesu Kristo. Ni watu ambao Mungu aliwaletea Mariam na Yusufu kwa ajili ya kuwasaidia kushirikiana nao kwenye eneo la malezi. Ni watu ambao Mungu aliwaletea. Sasa kitu ambacho nataka ni tutazama, au lengo mojawapo ambalo natakiwa kufikiwa ndani ya somo hili, ni uweze kusaidia kutofautisha roho. Kwa nini? Mariam aliwatambuaje mamajusi na roho iliyokuwa nyuma yao? Kwa kuwa hawakuwa Wayahudi, walikuwa ni watu wa mataifa. Aliwatambuaje? Na alitambuaje roho iliyokuwa nyuma yao ni roho nzuri, ni roho ya Mungu? Aliwatambuaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ilikuwa sio swala tu la kuwatambua kama mamajusi, kwa sababu angewatambua kwa namna ya nje,
ingekuwa ni rahisi sana kuwakataa au kuwazuia wasitoe zile sadaka. Kwa nini? Kwa sababu mataifa na Wayahudi sio rahisi sana kuchangamana, hawachangamanagi. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi alitazama kwa namna ya rohoni, aliwapokea kwa namna ya rohoni. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kilimsaidia Mariam kujua roho iliyo nyuma yao hao mamajusi, bila kutazama kwanza ukabila wao au taifa wao au wapi wanatokea. Lakini kuna kitu kilimsaidia kutazama kwanza roho ipi iko pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Au iko nyuma yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu sio majirani, hata wajaja pale. Na hii itakusaidia sana kuweza kutofautisha, kwa sababu unajua kuna wakati mwingine ambao sio kila roho ambayo inakuja kwako na sio kila mtu anayekuja kwako kuleta msaada ni mtu sahihi sana. Ni mtu sahihi sana. Itakusaidia kujua roho ipi iko nyuma, roho ipi iko nyuma, roho ipi iko nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hii gharama waliingia mamajusi, hawakujua roho ipi iko ndani ya Herode. Wakati wanaenda kumuuliza kwa habari ya Yesu Kristo aliyezaliwa, hawakujua roho ipi iko nyuma ya Herode ambayo watashirikiana nao. Walifikiri Herode wanaweza kushirikiana naye tu kwenye eneo la malezi, eneo la kwenda kufanya kile wanachofanya. Walifikiri ni mtu mzuri tu, hana shida. Unasema kwa nini? Kwa sababu walimtazama kwa namna ya nje, hawakujua roho ipi inafanya kazi ndani yake. Ndio maana sio kila mtu kumuuliza swala la malezi ya mtoto wako, sio kila mahali pa kwenda kuuliza, sio kila mahali pa kwenda kutafuta msaada. Unapoendelea kupata hichi kitu, utapata kujua kabisa roho ipi unashirikiana nayo. Haijalishi ni mtu gani unashirikiana naye, inawezekana ni mtu wako wa karibu, ni rafiki yako wa karibu, lakini utakupa kujua ni roho ipi unayoshirikiana nayo. Ni roho ipi unaoshirikiana. Sio swala ni rafiki yako wa siku nyingi sana, sio swala anakujua wewe na anajua familia yako. Ni roho ipi amebeba, roho ipi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu hata mamajusi, unajua kwa nini walimwamini Herode kiasi kile? Ni kwa sababu anajua ni mkuu wa nchi, hawezi akawazuru watu wake, hawezi akawa na shida. Inawezekana yeye akafurahi mtoto amezaliwa, lakini hakujua kitu kilichoko ndani ya moyo wake, hakujua roho ipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana sio kila mtu anayekuja anakuletea zawadi, anakuja anamuona mtoto, anakuja au umebeba kusudi la Mungu. Sio kila mtu ambaye unashirikiana naye kukulea kwenye hicho kitu ambacho umebeba. Mtumishi anayesaidia kulea kusudi lako, sio angalia roho ipi amebeba kwanza, kabla ya kumkabidhi malezi ya kusudi lako kama mtumishi wa Mungu, kabla ya kumkabidhi malezi ya mtoto wako, kabla ya kupata ushauri kutoka kwake, lazima ucheki roho ipi amebeba. Lazima ucheki roho ipi unashirikiana nayo. Sio swala la nani unayeshirikiana, ni roho ipi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nimesema angalau ni kusemesha haya malengo ya kuweke mahali pazuri sana tutakapoendelea kutazama somo hili na tutakapoendelea kuzama ndani ya somo hili. Mungu ataendelea kutupa neema na kesho tupate nafasi tena ya kuingia ndani katika somo hili sasa na kuendelea kukuzamisha ndani kwenye hili somo ili uweze kuona haya malengo yakijibiwa kwa upana. Nimekusemesha kwa uchache angalau ili kukupa angalau vitu vya kukusaidia kutafakari tunapoendelea kutazama somo hili. Na namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambao umepata nafasi ya kunisikiliza. Nataka nipate nafasi ya kuomba na wewe ili Mungu akupe nafasi na neema ya kupata nafasi tena ya kutusikiliza kesho tutakapoendelea kupata nafasi katika somo lijalo, tutakapoendelea kupata nafasi tena ya kuzama ndani katika somo hili, tutakapoanza kupita kwenye vipengele kadha wa kadha ili uone haya malengo yakijibiwa na ukipata msaada ambao angalau kwa uchache nimeendelea kukuonyesha wakati na kusemesha kwenye haya malengo. Basi baada ya maneno haya nipate nafasi ya kuomba pamoja na wewe mahali ulipo na kumshukuru Mungu pamoja na wewe mahali ulipo. Usisahau, ikiwa una jambo lolote ambalo ndani ya moyo wako unatamani kwamba upate msaada wa kimaombi, lakini pia upokee, tupate nafasi ya kuomba pamoja na wewe, na yamkini ungetamani kuachilia sadaka yako pia kwa ajili ya kuunganisha na maombi haya, kwa ajili ya kuunganisha na madhabahu hii, na kwa ajili ya kuunganisha na kupata kile ambacho Mungu ameweka hapa na kuomba pamoja na wewe, unaweza ukatumia namba za simu ambazo
tunaachilia hapa, ambazo ni namba za huduma, ambayo ni 0762 44 58 77, 0762 44 58 77, 0762 44 58 77. Tuma ujumbe wa neno la wa maneno. Unaweza ukapata nafasi ya kutuma sadaka yako ikiwa ndani yako Mungu amekusukuma kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya kuunganisha na hichi kitu ambacho tunaendelea nacho, na kuomba pia. Mungu akubariki utakapoendelea kutimiza hayo. Basi nipate nafasi ya kuomba na wewe nipate kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya wingi wa fadhili zako. Bwana, sifa na utukufu na heshima vyote ni vyako Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye Mungu umempa nafasi ya kusikia somo hili na kupata nafasi ya kusikiliza masomo haya. Bwana, nami ninakushukuru Bwana kwa ajili yake mahali hapo alipo, iwe ni nyumbani, iwe ni ofisini, iwe ni mahali popote ambapo amekaa na kutusikiliza. Bwana Mungu wangu, ninaomba kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim. Ninaomba Mungu wangu msaidie Bwana Mungu, katika jina la Yesu, katika yale ambayo Mungu umesema naye katika masomo haya. Bwana, ninaomba Mungu wangu msaidie Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim, apate msaada ambao Mungu umeukusudia Bwana Mungu wa kimalezi, msaada ambao Mungu umeukusudia Bwana Mungu kwa ajili ya kusudi lako ambalo umeweka ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim. Ikiwa ni kusudi ambalo umeliweka Mungu kwa ajili yako Mungu, kwenye taasisi, kwenye ofisi ambayo Mungu umemweka, Bwana, ninaomba Mungu Bwana apate msaada sahihi wa kimalezi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim. Apate watu sahihi Mungu wangu wa kumsaidia kimalezi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim. Umkutanishe na watu sahihi Mungu wangu Bwana, kwa ajili ya malezi ya kile ambacho kusudi lako ambalo umeweka ndani yake lipate kutunzwa Mungu mahali ambapo Mungu umemweka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim. Nguvu za giza na kila aina ya roho za ibilisi zinazotafuta kumvuruga Bwana na kumuondoa kwenye line, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim, linda Mungu ulichoweka ndani yake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti Elohim. Umtunze na yeye pia Bwana, katika jina la Yesu. Na hata yule mtoto ambaye Mungu amezaliwa, Mungu ninaomba damu yako Yesu imfunike, katika jina lile kusudi lipate ulinzi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim. Ninaomba Mungu msaidie Bwana Mungu anapopata nafasi ya kusikia tena somo hili na kupata nafasi ya kusikiliza somo hili tena mahali pengine. Mungu utakapopata nafasi tena Mungu wangu ya kusema somo hili Bwana, umpe nafasi ya kusikia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Elohim, nikiomba na kushukuru Bwana, amen. Amina. Mungu akubariki mahali alipo, na Mungu akutunze mahali ulipo, mpaka tutakapokutana wakati mwingine. Mungu wangu na akubariki sana. Amen.